Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, bila shaka umekuwa na siku njema, na kwa hivi sasa karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Jina langu ni Samuel Chem, karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza Benki Kuu ya Tanzania BOT kuweka mipango itakayosaidia taasisi zote za kifedha nchini kuongeza uwazi kuhusu gharama za mikopo inayotolewa kwa wananchi. Rais Samia ametoa maelekezo hayo hii leo Juni 12 wakati wa maadhimisho ya miaka ya Benki Kuu ya Tanzania iliyofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam. Amesema wananchi wanapaswa kupewa taarifa sahihi na kwa lugha rahisi kuhusu kiasi halisi wanachokilipa pamoja na muda wa marejesho ya mikopo hiyo, hatua ambayo itasaidia kupunguza malalamiko yanayojitokeza kwa sasa. Tumsikilize mwananchi anapolalamikia riba kuwa kubwa ya mikopo. Tusimjibu kwa takwimu za kiuchumi peke yake, sababu tunaposikiliza malalamiko ya watu wanasema, lakini uchumi umekuwa, takwimu zinasema hivi, mpaka hapa tumefika hivi, financial inclusion mpaka hapa. Lakini tumsikilize kwa dhana yetu ya ndani, kwa dhana ya wao wanalalamikia kitu gani. Kwa mtu wa kawaida, gharama ya mkopo inajumuisha riba, ada, bima, masharti, dhamana na muda unaotumia kuupata mkopo wenyewe. Hiyo ndio gharama kubwa ya mikopo kwa watu wetu. Sasa ili kuisaidia sekta isiyo rasmi, tuwe na mipango ya kuhakikisha taasisi zote za kifedha zinaimarisha uwazi kuhusu gharama za mikopo inayotolewa kwa wananchi. Mwananchi apewe taarifa sahihi na kwa lugha nyepesi, kiasi atakacholipa kwa kipindi gani na kwa gharama gani, kabla hajafanya uamuzi wa kuchukua mkopo husika. Na hapa ni pongeze Benki Kuu. Nilipata wasaa wa kunong'ona na gavana na alinionyesha mipango yao walivyogawa viwango vya mikopo kutoka kwa mfanyabiashara mdogo wa chini kabisa, wakati wa juu. Wana mifumo tofauti ya kushughulikia watu wote. Gavana, endelea na mipango ile ili kupunguza malalamiko ya wakopaji. Aidha, tuendelee kuimarisha ufanisi wa mifumo au mfumo mpya wa sera ya fedha unaotumia riba ya Benki Kuu. Mfumo ule uende kumgusa moja kwa moja mkulima, mjasiriamali na mzalishaji mdogo. Katika hatua nyingine, Rais Samia ameagiza Benki Kuu ya Tanzania kutafuta njia mbadala za kuwawezesha wananchi kupata mikopo hata kama hawana nyumba, magari au dhamana za kawaida zinazotumika kwa taasisi za kifedha. Amesisitiza kuwa taasisi za fedha zinapaswa kutambua uaminifu wa mteja kama kigezo muhimu katika utoaji wa mikopo. Nipende pia kutoa rai kwa taasisi za fedha kuongeza ushindani katika utoaji wa mikopo na kuacha kutegemea aina za dhamana ambazo wananchi walio wengi hawana. Mathalan, wanawake na vijana walio wengi hawana hati za nyumba, wala maeneo, wala magari, lakini wana biashara, historia nzuri ya mauzo, kumbukumbu za miamala zinazoaminika na uwezo wa kurejesha mikopo. Hawa wafikirieni, tafuteni njia mnayoweza kuwaingiza wakaaminika na wakapata mikopo. Naye gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema kuwa kupitia ushirikiano na wadau wa sekta ya madini, Benki Kuu imefanikiwa kuhifadhi dhahabu kiasi cha tani 27.5 zenye thamani ya shilingi trilioni 10. Akielezea mafanikio ya Benki Kuu ya Tanzania katika maadhimisho ya miaka 60 ya taasisi hiyo,
Tutuba amesema uaminifu mkubwa umetumika katika kujenga na kuimarisha akiba ya fedha za kigeni kupitia utekelezaji wa mpango wa ununuzi wa dhahabu ulioanza mwaka 2024, ikiwa ni pamoja na usimamizi madhubuti wa kisheria pamoja na kuongeza uwazi na kusimamia fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya madini. Mpango huo unaoendelea kuwanufaisha wote wanaoshiriki kwenye mfumo na mnyororo wa sekta ya madini kwa mtu mmoja mmoja pamoja na taasisi zao, ikiwa ni pamoja na kuweka rasilimali zetu kama nguzo ya kimkakati ya kujenga ustahimilivu wa muda mrefu katika sekta ya nje na uthabiti wa sekta ya fedha, ambapo hadi kufikia juzi tarehe 10 Benki Kuu imeweza kuwa na dhahabu ya tani 27.5 ambazo zina thamani ya takriban shilingi trilioni 10 za Kitanzania. Mheshimiwa Rais, mafanikio mengine yanayoakisi kwa namna ya kipekee safari ya miaka 60 ya Benki Kuu ni pamoja na kupanuka kwa huduma jumuishi za kifedha nchini kupitia ushirikiano endelevu kati ya Benki Kuu pamoja na sekta mbalimbali na wadau wote hapa nchini. Tumeendelea kuimarisha na kuwafikia Watanzania wengi zaidi kama alivyokuwa amesema hapa Dr. Alfred Hanagi. Waziri Mkuu wa Burundi Nestori Ntohuntuye amesema serikali inaruhusu watu binafsi na makampuni zenye uwezo kuagiza mafuta nchini, lakini changamoto kubwa ni kwamba waagizaji hao mara nyingi hutaka mafuta yauzwe kwa bei ya juu zaidi. Kwa mujibu wa waziri mkuu, ikiwa mfumo huo ungeruhusiwa bila udhibiti, bei ya kila lita ya mafuta nchini Burundi ingeweza kufikia kati ya faranga 6,000 na 7,000 za Burundi, hali ambayo ingeongeza zaidi gharama za maisha kwa wananchi. Wakati huo huo, serikali imeendelea kuhimiza matumizi ya magari yanayotumia umeme kwa njia ya kupunguza utegemezi wa mafuta. Kutoka nchini Burundi, mwanahabari wetu Bukuru Elias ana ripoti zaidi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Gitega tarehe 11 Juni, Ntohuntuye alisema kufungua kabisa soko la mafuta kunaweza kusababisha ongezeko kubwa la bei, kwani waagizaji wangedai kwa mafuta yanauzwa kwa gharama kubwa zaidi katika nchi jirani za ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa waziri mkuu, ikiwa mfumo huo ungeruhusiwa bila udhibiti, bei ya lita moja ya mafuta nchini Burundi ingeweza kufikia hadi kati ya faranga 6,000 na 7,000 za Burundi, hali ambayo ingeongeza zaidi gharama za maisha kwa wananchi. Nivyo haraciye igihe kinini igitoro kitaboneka bikwiye. Ni kweli kwa muda mrefu kumekuwepo na changamoto ya ukosefu wa mafuta, na tunaweza kusema kuwa ilitoka na changamoto mbalimbali, na hiyo si kwa Burundi tu. Na hivi karibuni nilikuwa nchini Ethiopia, kulikuwa na foleni ya magari mengi yaliyokuwa yamesubiri mafuta. Lakini pia kuna mgogoro kati ya Marekani, Irani na Israeli, na pia mafuta hatuyachimbi sisi ili tufanye tunachotaka. Kama kuna ambaye anahitaji kuleta mafuta, anaweza kuleta, lakini tatizo ni kuwa hawataweza kuuza kwa franga 4,000. Na tukiwaruhusu watu walete mafuta, itapelekea sisi kupandisha bei kufikia kati ya 6,000 pamoja na 7,000 ikilinganishwa na nchi nyingine katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Hayo yote ni kujadiliana kwanza, lakini pia watu tukiwataka kutumia magari ya umeme. Umepita muda mrefu gari za umeme zikiruhusiwa kuingizwa nchini bila kodi au ushuru wote, na mwaka huu kuna baadhi ya magari ya kutumia mafuta ambayo hayataruhusiwa tena kuingizwa nchini ili matumizi ya mafuta yawe machache na iwe rahisi zaidi. Atari zikoreshwa umuyagankuba kugira koko ikoreshwa ry'igitoro libe rike biheze vyorohe.
Nchini Burundi kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa mafuta inayojitokeza mara kwa mara, hali inayoathiri usafiri, biashara na maisha ya kila siku ya wananchi, ambapo upungufu huo umesababisha foleni ndefu katika vituo vya mafuta, bei kupanda katika soko la rejareja, na wakati mwingine magari kukaa muda mrefu bila kupata mafuta. Hali hii pia huathiri usafirishaji wa bidhaa, hivyo kuongeza gharama za bidhaa sokoni. Serikali imekuwa ikieleza kwa tatizo hilo linachangiwa na ugumu wa upatikanaji wa fedha za kigeni zinazohitajika kuagiza mafuta kutoka nje, pamoja na changamoto za soko la kimataifa la nishati. Katika juhudi za kukabiliana na hali hiyo, serikali imekuwa ikishirikiana na wasambazaji wa mafuta ili kuhakikisha ugavi unaendelea, huku pia ikihimiza matumizi ya nishati mbadala kama vile magari ya umeme na kuimarisha sera za nishati. Nikiripoti kutoka mkoani Gitega, makao makuu ya nchi, mimi ni Bukuru Elias Danieli. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndiyo ambayo inatuhitimishia kwa hivi sasa mkusanyiko wa taarifa zetu tulizokuandalia kwa siku ya leo. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea kutoka Inland Television. Jina langu ni Samuel Cheo.